Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Juni 18, 2026. Tulionayo hii leo: milio ya risasi inaendelea kusikika katika maeneo ya Minembwe, Kivu Kusini, ambako mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya makundi ya AFC M23 pamoja na Twirwaneho yanaendelea. Depuis mardi 16 juin 2026 à la soirée, que les unités régulières des forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle total du village Kitavi, l'une des collines la plus élevée où l'armée rwandaise avait placé son artillerie lourde. Huyo ni Mboirige, ni msemaji wa sekta operation za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini. Utamsikia kiundani kabisa ndani ya makala hii. Thompson Unjibatangola William atakuletea taarifa kamili. Usiondoke, baki nasi hadi tamati. Na mlipuko wa Ebola umeanza kuwa na athari za kiuchumi katika maeneo kadhaa ya Ituri DRC, hasa Aru ambako hofu inaongezeka miongoni mwa wananchi. Chakula imepanda bei, vitu vya kifaa vimepanda bei, na hiyo inasumbua kabisa uchumi ya wakazi wote wa mji wa Bunia. Jeremia Sani Chawere atakujia na ripoti kamili baadaye. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Naitwa Bedi Jean de la Croix, kwa moyo mweupe kabisa na mkunjufu nasema karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Mlipuko wa Ebola umeanza kuwa na athari za kiuchumi katika maeneo kadhaa ya Ituri DRC, hasa Aru ambako hofu inaongezeka miongoni mwa wananchi. Jeremia Sani Chaweri na ripoti kamili. Jade Vutapu, mmoja wa raia katika mji mdogo wa Kasindi Lubiria, Kivu Kaskazini mpaka na Uganda, amesema kwamba tangu kufungwa kwa mipaka ya nchi hizo mbili, uchumi na biashara upande wa mashariki mwa Kongo umeporomoka. Kwa sasa maisha ya wananchi wale wanaoishi mipakani kati ya DRC na Uganda inaharibika sana, kwa sababu jinsi tulivyokuwa nafanya kazi kama kawaida ya biashara haifanyiki, na inafanya maisha ya watu kuingia ndani ya mateso, na vitu fulani kama bidhaa ya kula inapanda bei, kwa sababu imekuwa usipokuwa na mtu ya gari ambaye atakuvukishia vitu huko na ambaye unaweza kutumia pesa Uganda, huwezi kupata kitu ndani ya Uganda kikukute Kongo. Vile vile kwa Waganda nao vitu haviwezi patikana. Sasa inagusa hata watu wale wanaolima mashamba yao katika sekta ya Rwenzori, kwani wengi wanaleta hapa chakula kama banane na mafuta ya ngazi, wa kuiuza wale kutoka Uganda hawavuki tena kwa kawaida, inabidi wale walio na pesa nyingi ndio wanavuka. Sasa huyu mtu wa chini ndiye wenye ambao government ya Uganda tunaona wanatesa, kwa sababu wao wana mishahara yao, hawajali sisi watu wa chini. Katika mji wa Bunia mkoani Ituri, gharama ya vyakula hata mboga imechukua mwendo kasi, akisema Bagalo Costa akiwa katika mji wa Bunia. Tangu hiyo hatua iliweza kukamatwa na viongozi wa kuweza kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ngambo za Ituri na Uganda, imekuwa na kinyume zaidi kufatana na hali ya maisha ya watu wale ambao wanakuwa wakifanya kazi ya kibiashara huko kwenye Mahagi, huko Aru, huko Jugu. Hata hapa mjini Bunia tumeona kabisa watu wengi wamekuwa wakisikika kuona hiyo hatua imekuwa na vinyume kabisa, kwani chakula imepanda bei, vitu vya kifaa vimepanda bei, na hiyo inasumbua kabisa uchumi ya wakazi wote wa mji wa Bunia. Na wakazi naomba waweze kukamata hatua, hata kama viongozi wa Uganda wanakuwa huko, wakamate hatua ya kuachilia hiyo biashara ama vitu mbalimbali viweze kupata nafasi ya kuingia, hata kama watakataza watu wasipite, ila vitu viingie, na hiyo ndio itasaidia watu kabisa ndani ya maisha yao ya kila siku, hasa hapa mjini Bunia. Hata hivyo, mashirika za kiraia zikiomba wakaaji kuzingatia hatua ya viongozi wa nchi hizo mbili kwa afya bora. Dieudonne Losa ni kiongozi wa muungano wa mashirika wananchi katika mkoa wa Ituri. Kufunga kwa mipaka kwangu inamaanisha vitu viwili. Ya kwanza ni kutafuta kuepusha wengine wasiopata ile ugonjwa wa Ebola waweze kuambukizwa. Na kufikiri hiyo ndio nafikiri ya kwanza ambaye inapaswa kuwa kwa kila mtu wakati wamefunga mipaka. Na ya kufuata sasa, ngambo za uchumi kweli inapunguza kutembea
ya wachuuzi ama wafanyabiashara, na kweli inaweza kukuwa inapunguza mapato ya wafanyabiashara. Lakini mtu akigonjwa sasa atafanya biashara, mtu amekufa atafanya biashara. Nafikiri hiyo ndiyo mambo tunakosa kujua, sio kwa namna mbaya wakati wameamua kufunga mipaka. Na zaidi ya kufunga mipaka, inabidi pia wale wanaobakia ndani ya sehemu fulani ama ya kijiji fulani ama kwa jimbo fulani, nako kukuwe na sheria ya kuwafuatilia vizuri kusudi usikuwe uambukizaji zaidi ya kiasi. Upande mwingine, tumezungumza na mwanabiashara huyo ambaye amehifadhi jina lake kwa sasa akiwa katika soko ndogo la Mbondwe, district ya Kasese katika Jamhuri ya Uganda, ili kufahamu nini apitia tangu kufungwa kwa mipaka ya DRC na Uganda. Wafungue mpaka, maisha inarudia nyuma sana. Mimi naona mimi ndio wanafungia nisitumiki. Leo tuko bloke, sijisikie vizuri, maana sijisikie vizuri, mimi naona njala ukiwa inaonekana mnyumba. Leo mimi nakuwa sipati chochote. Tunaisha mafuta na mchele na maharage. Sasa hii wanatoa leo tunaisha ya bei kali sana. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika kanda la maziwa makuu wakiwa na hisia tofauti. Azarias Mokonzi hapa akisema serikali ya Uganda iliweza ikafunga mipaka yake na Kongo juu ya Ebola. Madhara iko mingi. Madhara ni kote ya uchumi. Ni kusema uchumi, sisi watu ya Kongo tunadependre generalement, tunafanya ekonomi yenye wanaita kwa Kifaransa extraverti. Ni kusema tuna ekonomi yenye inadependre generalement na nje. Sasa wakati Uganda anafunga mipaka yake na Kongo, ataweza akadilue, ni kusema kudilue ekonomi yetu, ni kusema kushusha kabisa ekonomi yetu, na uchumi itakuwa na difficult ya kuendelea. Hata kama tunasikia kwamba kuna gari fulani za chakula ambazo zinazovuka, na watu hawavuki. Kumbuka kwamba serikali ya Uganda na Rwanda tangu kuripuka kwa maambukizi ya virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefunga mipaka yake na DRC kwa kuepusha wananchi kuambukizwa, wakati kwa sasa Uganda imemaliza zaidi ya siku 10 pasipo kusajili kisa kipya cha maambukizi ya virusi vya Ebola, hii ikiwa inaathiri maisha ya wananchi, haswa wale wafanyabiashara. Jeremy Hasani Kiawere, GCTV, Beni. Ripoti yake Jeremy Hasani Kiawere hiyo kutoka Beni huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko ni kwamba milio ya risasi inaendelea kusikika katika maeneo ya Minembwe, Kivu Kusini, ambako mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya makundi ya AFC M23 pamoja na Twirwaneho yanaendelea. Thompson Undibata Ngalo William na ripoti kamili. Saa moja usiku wa Jumatano Juni 17 kucha Alhamisi hii Juni 18, risasi zilitulia baada ya makabiliano makubwa na mazito kati ya jeshi la serikali ya Kinshasa na kundi la Twirwaneho linalosaidiana na wahasi wa AFC M23. Mapigano yalikuwa makali kwenye uwanja wa ndege wa Madegu na hospitalini katika mji wa Minembwe tarafani Fizi. Jeshi lilisema tayari limedhibiti maeneo mengi ya viunga vya katikati mwa mji ambamo bado mnapatikana nguvu hafifu za maasimu wao, wakiaidia kwamba muda wowote watanyang'anya Minembwe yote kwa ujumla na kuirejesha mikononi mwa utawala wa Kinshasa. Vyanzo vya ndani usema kuwa vikosi vya Twirwaneho Red-Tabara FM23 vilipozidiwa nguvu vilianza kuondoka maeneo waliokuwa wakiyakaba. Vikosi hivyo vya wahasi vimelahumika kuhusika na uporaji wa mali za raia wakati wa kukimbia kwao na kuendesha vitendo vingi vya kikatili na uhalifu kwa raia. Twirwaneho yashutumiwa pia kwa ubakaji, hata kuchoma nyumba nyingi bila kujali kabila wala rangi. Upande wao Twirwaneho ukanusha tuhuma hizo, huku wakikataa kurekodiwa. Wamesema hivi, bado ni wao walio Minembwe kati, isipokuwa wanakiri kuondolewa viungani, ila kijiji cha Kakenge na katikati mwa Minembwe bado ni wao. Ndivyo wamesema Twirwaneho, wakisema ni wajibu wao kulinda raia na mali zao. Upande wa FRDC ni kwamba wahasi wamepigwa na kukimbilia katika kijiji cha Awela, kijiji kilichogeuzwa jina na kuitwa sasa Kawera, wakielekea njia za Walungu. Duru zingine zinakitisha taarifa hiyo zikifafanua kwamba Twirwaneho
M23 katika kukimbia kwao walivua magwanda ya kijeshi na kujificha ndani ya raia, wengine kwenda misituni. Mbuyirigen, msemaji wa sekta operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini, akizungumza na vyombo vya habari usiku wa jana alisema: Oui, tout à fait, chers collègues, comme je vous le disais, depuis hier, mardi 16 juin 2026, dans la soirée, que les unités régulières des forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle total du village Kitavi. Pour ceux qui connaissent bien la cartographie, c'était l'une des collines la plus élevée où l'armée rwandaise avait placé son artillerie lourde. Au-delà de Kitavi, nous avons également repris l'agglomération. Ndiyo kabisa, wapendwa wenzangu, kama nilivyokuwa nikisema tangu jana jioni, Jumanne Juni 16, 2026, vitengo vya kawaida vya vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimerejesha udhibiti kamili wa kijiji cha Kitavi. Kwa wale wanaofahamu ramani, kilikuwa moja ya vilima virefu zaidi ambapo jeshi la Rwanda lilikuwa limeweka mizinga yake mikubwa. Zaidi ya Kitavi, pia tumeteka mji wa Irundu na vitongoji vyake na nafasi za shule ya Ijafi iliyoko katika jiji la Madegu, nje kidogo ya kituo cha Minembwe. Hii ilifuatia majibu ya mashambulizi yaliyohusishwa na magaidi wa jeshi la Rwanda na washirika wao wa M23, Retabara na Tuaneo. Nafahamu kwamba mara tu baada ya kukamatwa tena kwa nafasi hizi nne mpya za kimkakati ambazo zinainufaisha, ninawahakikishia kwamba vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa vinashikilia kituo cha Minembwe ili kutoa msaada kwa idadi ya watu ambao mara kwa mara huita msaada. Hata hivyo, Rigen aliendelea kusema, kufuatia matukio haya, ndege zisizo na rubani kutoka Rwanda, nchi iliyoshambuliwa, zilitumika mapema Jumatano asubuhi kulipua hospitali kuu ya Minembwe na nyumba za raia, jambo ambalo tulililaani na kuripoti kwa jamii ya kimataifa na kitaifa. Siku ya Jumatano Juni 17, mashambulizi yaliendelea dhidi ya waasi wa M23 pamoja na washirika wao Retabara na Tuaneo, ambao wote kama mnavyojua wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda. Kwa sasa tuko kwenye uwanja wa ndege wa Minembwe ambapo tunapigania udhibiti wa nafasi hii mpya ili kulinda na kuhakikisha usalama wa watu. Ama kuhusu raia, Rigen kadondoa: na pia ningependa kuchukua fursa hii kushiriki ushuhuda wa watu wa eneo hilo, ushuhuda tuliokusanya kwenye mlango wa mji wa Madegu, ambao wakazi wake wanaendelea kutoa wito wa kuingilia kati kwa haraka kwa vikosi vya vijijini, wakisema kwamba wanahisi salama mbele ya mauaji yaliyolengwa yaliyofanywa na jeshi la Rwanda na mawakala wake de collaborer avec l'armée républicaine pour dévoiler leur position. Or, c'est faux. Donc, le FARDC, par l'entremise du commandant des opérations Sokola Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel, affirme avoir pris en compte ces appels et annonce par ailleurs la poursuite des opérations visant à rétablir l'autorité de l'État dans toute la zone, bien sûr la zone de Minembwe, afin de bien sécuriser cette population meurtrie et profite également de mettre en témoin la communauté internationale et ainsi que nationale face aux dégâts énormes et crimes commis par l'armée rwandaise dans les sols congolais, principalement à Minembwe Centre. Vuguvugu la wananchi machozi ya raia limepongeza kazi za jeshi la taifa kwa kuchukua usukani wa viunga vingi vya mji wa Minembwe. Dunia Amisi ni mratibu wa machozi ya raia mjini Uvira. Kwa hii masiku yote utagundua kama uko juu vita vikali sana vilikuwa vinapitika mumilima ya Minembwe ambayo FARDC walikuwa wanapambana na hao warugaruga ambao ni waasi wa M23, na tulipouliza wakatuambia ndio FARDC wameingia Minembwe ma 19h hivi. Vraiment mtu niko pale alituhakikishia kama FARDC wako deja Minembwe. Sisi kwetu tulikamata kama ni jambo la furaha, sababu tulikuwa tunangojea hicho kitu kitambo sana, na leo Mungu amesikia kilio chetu. Utagundua kama jeshi letu la taifa ilianza kuenda mbio na kukamata mamingini ya kabambi pale, kama vile tunaita kama vile Madegu, Kizimba, Muzinda, Mishasho, Runundu, Kitavi 1, Kitavi 2, Ilondo 1, Ilondo D na Gishigo.
hizo fasi zote FARDC ilikuwa imesha kamata. Kulikuwa kuna bakia tu pale fasi kidogo pale kusant ambapo jana walikamata. Machozi ya raia yatoa wito kwa FARDC na wazalendo kutokuwa na ubaguzi wa makabila huko Minembwe na kote wanakodhibiti ili kulinda usalama wa raia. Dunia Amisi tena. Sisi kwetu tunalomba FARDC paske ingawapo walikamata hiyo fasi, lakini kuko marekomandasyon ambazo zinapaswa kufanyika, paske utagundua kama apres jeshi la taifa kukamata fasi tuko tuna remarke ma desordre fulani ziko zinafanyika za reglement de compte. Utagundua hapo vira wakati wazalendo waliingia hapa, nyumba za mingi zilikuwa pie, ma reglement de compte ilikuwa unjo alikuwa anapigia M23 wanamkamata wanamfunga. Utasikia huyu aliweza publier habari kama alikuwa mtangazaji alipublia habari M23 imeshika fasi fulani banamfunga. Hivi vitu vyote sisi kama mashirika za kiraia tunalomba kwa jeshi letu la taifa wakamate makabila zote ambazo zinapatikana Minembwe, bazilee amen pied d'égalité, bazilee kuna nafasi moja, kusikue wanapendelea Mubembe kushinda Muzimba, isikuwa wanapendelea Mkasai kushinda ingine kabila. Donc kabila zote basi tie fasi moja. Iko kama mimi Dunia Amisi niingia mkikundi cha wa M23 manake vile nyumba yangu yote waiue. Hapana. Vitu vya kuingia mu M23 kila mtu eko na objectif yake na iangaje hata communauté moja. Ndio maana tulilomba cohesion ya makomunote ikue mbio sana, juu tuangalie gisi tunaweza combattre adui na furaha yetu ikue Minembwe na kamatika, tusikie kule kote ambako walikuwa juu ya milima kule kuendea mazingine territoire, tusikie na paka Bukavu wanafika mpaka Goma, tusikie mwingine yote inakuwa rekipere. Bwana mtangazaji, wakati wa operesheni ya Jumatano FARDC imesema ilikamata mateka wengi wa AFC M23 Twirwaneho, silaha nyingi na dhana za kivita tele kwa tele. Jeshi limemaliza kuarifu kuwa bado linaendelea na operesheni ya msako ili kuhakikisha maeneo yote yako salama na raia wakiendelea na shughuli zao za kawaida bila uoga, hofu wala shaka. Nikiripoti kutoka Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William, JCTV. Kutokana tuna taarifa hii ya mapigano huku nyanda za juu za Minembwe, pia mkuu wa tarafa la Fizi Kalonji Badibanga Sami ametoa tathmini ya hali ya kiusalama na kiutu tarafani Fizi, akigusia pia swala hili la machafuko huko Minembwe. Hali ya usalama ndani ya tarafani Fizi ni ndoko kidoko ku wanjani wa mapambano Rukezi, kijiji ya Point Zero na Mikenge. Jeshi letu la taifa FARDC yenye kusaidiwa na wazalendo wetu wanaendelea na mtuto kwa kuzibita na kuviringita jeshi la Rwanda ya AFC M23. Mnajua tankia siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka tunao makartie za muhimu za Minembwe Centre masomo ya IGAFI Pamadeku Irundu na makartie zingine zilizibitiwa na jeshi letu ya FARDC wakati walikuwa wanapambana na jeshi ya Rwanda kupitia vibaraka zao Red Tabara, Twirwaneho, FNL na jeshi ya Kenya na ya Somalia. Vita inaendelea, mapambano makali inaendelea leo siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka tunao. Kungambo ya wakimbizi wa miaji wa ndani, munajua ya kwamba wakaji wengi wa Minembwe Centre wakati jeshi letu la Kongo ilikuwa inavinikitana na vibaraka vya Rwanda vya Red Tabara, Twirwaneho, FNL na jeshi ya Kenya na ya Somalia, quartier 4 ya Minembwe Centre ilizibitiwa na ikikuwa chini ya ulinzi ya jeshi letu la Kongo la FARDC, na au wakaji wote walikimbia vita mapambano makali na kwenda kufichama ndani ya Minembwe Centre.
na kwa leo jeshi ya Rwanda ilikamata hao watu na wakupeleka mbele mu kiwanja ya vita, jambo ambalo tunalaumu sana kwa kuona Rwanda inapenda kukamata wakahaji wa Minembwe kubatuma ndani ya uwanja wa vita kwa kusema ya kwamba jeshi letu la Kongo iko inafanya mauaji ya ukabila na kumaliza wakahaji wala kabila ya Wanyamurenge, jambo ambalo tunalaumu sana jeshi la Rwanda na kusema Fizi tarafani makabila zote zenye kuishi ndani waishi kwa amani, kwa upendo na kwa kutafuta amani ya kudumu, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nchi ya Kongo na mama yetu ni mama Kongo. Wakati hawa Wanyarwanda wa M23 wako wana kamata manyumba za watu na kubomola, banabomola mashamba, hospitali kubwa sana ya Minembwe walibomola na mabombe ya kutoka Rwanda, shambani walibomola mimea, mangombe wanaua mangombe na manyumba wanabomola ya kuzingizia ongo jeshi letu ya FRDC. Na kuna wavijana wenye wanawawa Minembwe, wanakuta shambani, wanakuta nyumbani, wanawawa na jeshi ya M23. Ile yote ni namna ya kuingiza jeshi letu mumakumu na kusema hongo ku Umoja wa Mataifa ya kwamba kama jeshi letu la Kongo inaendelea kumaliza kabila ya Wanyamurenge. Ni jambo yenye tulilaumu sana, kwa sababu jeshi letu la Kongo haiko jeshi ya kuua ukabila yoyote ya Kongo. Jeshi letu ni jeshi ya taifa. Kazi ya jeshi letu ni kulinda watu na mali yao, kulinda mipaka ya nchi kwa kuzuia muhasisa M23 asingie kuiba na kuwa wakongomani. Tunafurahi sana kwa kuona wakahaji wa Minembwe wenye walikimbilia kumakambi za FRDC walipokelewa mzuri, wanapewa chakula na madawa na wako na ulinzi ukubwa sana kutoka jeshi letu la FRDC. Tunasema shukurani sana kwa Bana Mapinga, shukurani sana kwa jeshi letu la FRDC, shukurani sana kwa wazalendo wetu kwa kazi ambao mnaendelea kutumika kwa kulinda mipaka ya nchi, kwa kulinda wakahaji wote wa nchi yetu ya Kongo tarafani Fizi bila ubakuzi yote ya luka wala ya rangi. Tunasema asante sana, na tuna watu wengi wenye walikimbilia hizi mapambano wako karibu ya FRDC. Kuna wengine wenye walishuka wako kuma Wanduku na wengi walibakia bila kutoka. Tunashukuru kwa kuona msaada inatoka kungambo ya jeshi letu la FRDC yenye kusaidiwa na wandugu zetu wa Zalendo. Tunaomba kabisa wandugu zetu wapata msaada yoyote kupitia shirika ya kiutu ya kupeleka msaada kwa wote wenye uko na lazima. Na au wenyewe wandugu zetu wa Minembwe wanaomba jeshi letu la FRDC ifanye nguvu ikamate Minembwe Centre kwa kuleta amani ya kudumu na kufukuza bahawasi wa Wanyarwanda wa M23 wenye wako wanaleta vifo, wizi na mabaya zote za dunia mzima ndani ya nchi yetu ya Kongo kwa jumla na kwa pekee ndani ya tarafani Fizi. Ni mkuu wa tarafa la Fizi Kalonji Badibanga Sami, na huu ndo mwisho wa habari zetu kutoka JCTV moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane kwenye makala nyingine. Kwaheri kwa sasa.